Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemfukuza kazi mkuu wa utawala wa kijeshi katika mkoa wa Sumy nchini humo, Vladimir Atyuku. Vladimir Atyuku ametumbuliwa kufuatia madai kuwa alipanga hafla ya utoaji tuzo za kijeshi ambayo ililengwa katika shambulio la makombora ya Russia katika mkoa wa Sumy nchini humo iliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 35. Jumatatu, Wizara ya Ulinzi ya Russia ilithibitisha kuwa ilitekeleza shambulio lake kwa usahihi lililolenga mkusanyiko wa maafisa wakuu wa Ukraine katika mji wa mpakani wa Sumy. Russia imesema kuwa makombora mawili ya Iskander-M yalitumiwa katika shambulio hilo siku ya Jumatatu ya mitende na kuongeza kuwa zaidi ya wanajeshi 60 wa ngazi za juu wa Ukraine waliuawa. Mamlaka za ndani za Ukraine zilidai kuwa shambulio hilo lililenga hafla ya utoaji tuzo za kijeshi kwa brigedi ya 117 ya ulinzi wa taifa. Maofisa waliripoti kuwa shambulio hilo lilisababisha vifo vya raia 35 na kuwajeruhi wengine 129. Maofisa kadhaa wa Ukraine akiwemo meya wa Konotop Artyom Semenkin tangu hapo wametoa wito wa Atyuku kushtakiwa na wakimtuhumu kuwa na jukumu la moja kwa moja katika vifo hivyo vya kupanga kwa hafla ya tuzo licha ya onyo la kutofanya hivyo. Atyuku amekiri kwa kiasi kuwa hafla hiyo ilifanyika siku ya shambulio, lakini alikana hakuhusika moja kwa moja, akiiambia televisheni ya umma Saspling kwamba alialikwa lakini hakuwa mpangaji wa tukio hilo. Hata hivyo, Zelensky alisaini amri Jumanne ya kumwondoa Atyuku madarakani. Taras Merchuk, ambaye ni mwakilishi wa baraza la mawaziri bungeni, alithibitisha hatua hiyo kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa Telegram na kutangaza kuwa serikali imechagua mrithi wake. Russia imesisitiza kuwa haiwalengi raia wala miundombinu ya kiraia nchini Ukraine. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov alisema jeshi la Russia linashambulia tu malengo yanayohusiana na kijeshi. Hata hivyo, maofisa wa Russia wameishutumu Ukraine kwa kufanya matukio ya kijeshi katika maeneo ya raia kimakusudi. Baada ya shambulio la Sumy, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema kituo kilicholengwa katika shambulio hilo lilikuwa na maofisa wa Ukraine na NATO waliokuwa wakijificha kama mamluki. Lavrov aliendelea kusema kuwa Kyiv inakiuka mara kwa mara sheria za kimataifa kwa kuweka vituo vya kijeshi na silaha katika ama karibu na miundombinu ya kiraia na kwamba kuna mifano milioni ya hali hiyo. Sumy ni mji mkuu wa mkoa wa mji wa mstari wa mbele wenye watu zaidi ya 250,000 ulioko kilomita 25 kutoka mpaka wa Russia. Umegeuka kuwa kiini cha hatua ya Ukraine ya kurudi nyuma kutoka mkoa wa Kursk wa Russia baada ya jaribio lao la uvamizi kushindikana. Wakati huo serikali ya Ukraine imechukua hatua mpya kuajili mamluki zaidi wa kigeni kwa ajili ya jeshi lake kwa kuidhinisha maofisa kupanga na kugharamia usafiri, chakula na malazi. Ukraine inakabiliwa na changamoto kubwa ya utekelezaji usajili wa lazima wa kijeshi, huku wimbi la watu kukwepa kujiunga likiongezeka. Watu waliojitolea kutoka mataifa ya nje kupigana upande wa Ukraine wanachukuliwa na Russia kama mamluki. Wamekuwa wakisaidia kufidia uhaba wa wanajeshi katika jeshi la Ukraine. Jumanne, wabunge Alexei Goncharenko na Taras Menchuk walitangaza mabadiliko ya sera yanayoruhusu vituo vya usaili wa Ukraine kuwasafirisha raia wa kigeni na watu wasio na uraia kuvuka mpaka. Wizara ya Ulinzi na jeshi la taifa sasa wanaweza kufadhili safari hizo kupitia bajeti zao. Russia inawachukulia raia wasio wa Ukraine wanaopigania upande wa Ukraine kama wahalifu ambao hawalindwi na haki za kawaida zinazotolewa kwa wapiganaji wa kivita. Baada ya ripoti ya kwamba wapiganaji wa kigeni walihusika katika uvamizi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk wa Russia, Rais Vladimir Putin alionya mwezi Machi kwamba mamluki hawarindwi na mkataba wa Geneva wa mwaka 1949 kuhusu wafungwa wa vita. Ripoti nyingi za hivi karibuni katika vyombo vya habari vya Marekani na Uingereza zimeeleza kuwa kina ushiriki mkubwa wa majeshi wa mataifa hayo mawili katika kuelekeza mzozo wa Ukraine, hali inayozidi kile kinachokubaliwa rasmi na serikali zao. Taarifa kutoka New York Times na The Times of London zinaonekana kuthibitisha msimamo wa Russia kwamba mzozo huo ni vita vya kiwakala vya NATO dhidi ya Russia. Zainab Hemed, Udambwi Media.